Asante. Kwa majina naitwa Dr. Saumu Kumbisaga, ni mkuu wa division ya huduma za afya, ustawi wa jamii na lishe katika wilaya ya Kyela iliyopo mkoani Mbeya. Siku ya leo ni siku ambayo tunafanya hafla ya tathmini ya utekelezaji wa huduma za afya kwa mwaka 2025-26, ambapo katika siku ya leo tutaelezea mambo mbalimbali ambayo tumeyatekeleza katika mwaka huu 2025-26, ikiwemo miundombinu ya majengo, lakini upatikanaji wa vifaa tiba pamoja na matumizi ya tehama. Lakini katika shughuli hizo, kwa sababu division ya afya ilikuwa inaendelea kufanya usimamizi shirikishi, tumeweza kufanya kaguzi pamoja na tathmini mbalimbali katika vituo vyetu vya kutolea huduma za afya. Hivyo tumefanya ushindanishaji, ambapo kuna vituo ambavyo vitafanya vizuri vitapewa tuzo, lakini tutatoa tuzo pia kwa viongozi wetu ambao tulifanya nao kazi mbalimbali. Lakini pia vituo ambavyo havijafanya vizuri vitatajwa ili kuweza kuwapa ari ya kufanya vizuri zaidi, kwa sababu lengo letu la division ya afya katika wilaya ya Kyela ni kuboresha huduma za afya kwa wananchi wa Kyela pamoja na wilaya jirani na nchi jirani ya Malawi, ambapo ndio wote wanapata huduma katika maeneo yetu. Nashukuru kwa sababu hii mkutano wa tathmini tulianza mwaka 2024-25 tulipata vituo, lakini baada ya lile tukio la mwaka jana 2024-25 vituo vimeendelea kupata ari ya kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi zaidi. Hivyo sasa hivi tumeona ushindani umekuwa mkubwa kulinganisha na mwaka uliopita. Kwa hiyo kwa kufanya haya mikutano ya tathmini inaleta ari, lakini pia uboreshaji wa huduma unaendelea kuimarika. Kipekee napenda kusema kwamba tumeweza kufanya tathmini hizi baada ya kwamba serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan imewekeza kwa kiasi kikubwa sana katika idara yetu ya afya. Kwa mfano, kwa mwaka huu wa fedha 25-26 tumeweza kupokea fedha kwa ajili ya kituo cha afya cha kimkakati cha Matema shilingi milioni 250, lakini tumepokea fedha kwa ajili ya mradi wa uwekezaji wa huduma za afya ya mama na mtoto shilingi bilioni 1.48 kwa ajili ya ujenzi wa hospitali ya wilaya na zahanati ya Busale, lakini pia tumepokea vifaa tiba shilingi milioni 200 kwa ajili ya hospitali, vituo vya afya na zahanati. Lakini mradi wa Team Chip pia haujatuacha nyuma, umeleta vifaa tiba katika hospitali yetu ya wilaya vyenye thamani ya shilingi milioni 359.9. Hii ni uwekezaji ulio bora zaidi, na pia serikali imeendelea kuwekeza na sisi kutekeleza katika mfumo wa tehama, kwani halmashauri ya wilaya ya Kyela inaongoza katika matumizi ya mifumo ya tehama, na tumefunga vituo vyote 39 sawa na 100% mfumo wa kielektroniki wa GoToMIS, lakini pia tunakusanya mapato kwa mfumo wa kielektroniki wa GPG, hivyo kuweza kutuongezea mapato kwa takriban 8%, kwa sababu tulipewa makisio ya ukusanyaji shilingi milioni 930 mwaka wa fedha 25-26, lakini kwa kutumia mifumo hii ya tehama, mifumo ya kielektroniki ya ukusanyaji wa mapato, tumeweza kukusanya bilioni 1.03. Hii inatupa kukusanya makusanyo kwa 118%, kiasi kwamba ambao tunaona kwamba mifumo ya tehama imeleta chachu katika usimamizi wa mapato katika vituo vyetu. Mheshimiwa Rais wa serikali ya awamu ya 6 Dr. Samia Suluhu Hassan kwa uwekezaji mkubwa anaofanya na kufanya kwamba wilaya ya Kyela na Tanzania kwa ujumla kuheshimika katika utoaji wa huduma za afya, kupunguza vifo vitokanavyo na wazazi, lakini kuweza kufaidisha nchi jirani. Wilaya yetu ya Kyela ni wilaya ambayo inatekeleza mfumo wa utalii wa huduma za kitalii za afya. Kwa hiyo tunamshukuru sana kwa uwekezaji ambao ameweka. Tunamwombea Mungu aendelee kuwa na maono zaidi. Asante. Niite siku ya kufurahi kwa mafanikio makubwa ambayo yamefanyika kwenye idara hii ya afya. Nianze kwa kuwapongeza sana waandaaji wa tukio hili ambalo kazi yake kubwa ni kutathmini mafanikio
lakini pili, kujipanga kwa mwaka mwingine. Hongera sana mkurugenzi, lakini nikupongeze mkuu wa idara ya afya. Sisi wengine na idara zingine pia tuna jambo la kujifunza kupitia hili. Mwenyekiti wa bodi na nafikiri wote kwa kushirikiana na mganga mkuu na bodi nzima, lakini na HMT Council Management Team ya Health Management Team, wote kwa ushiriki wa pamoja. Mimi naona ni jambo kubwa sana. Leo tunakusanyika hapa kufurahia mafanikio haya. Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, wakati amechukua nchi baada ya kupata uhuru, alisema Tanzania tuna maadui matatu: maskini, jinga na maradhi. Na leo tunasherehekea mafanikio tuliyoyapata kwa kipindi cha mwaka mmoja, tathmini yetu ya muda mfupi. Lakini kama taifa, kama serikali chini ya awamu zote, na leo ikiwa chini ya Dkt. Samia Suluhu Hassan, kuna mabadiliko makubwa sana katika eneo hili la kupambana na maradhi, sababu ili tuweze kuendelea, Mwalimu Nyerere alisema tunahitaji watu, ardhi, siasa safi na uongozi bora. Lakini ukisema mtu, manake mtu ambaye ana afya, ambaye anazalisha. Kwa hiyo idara hii ndio inatuhakikishia leo mtu atoke aende akahudumu sehemu ambayo anaenda kumwakilisha Mheshimiwa Rais.